ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى صام هذه الشكر إسكالي ولا ليال الله كون كان إنكينا مسلم ماذا نقوم أن نستعمل هذه الشكر إسكالي ولا ليال مدبر أنا هرتي نسوي استاجني دور جرا هرتي نسوي استاجني كتاب كان ربنا إن عن هاللوكت أو فربنا أفركون أو حبو صابته وقتي عن روا بحينا ولا صور ضعفي العكسين سيدي اللي قربي من نغن ما أنت وحنا هنا العق بقول يكونتن يلا بكون بقول يكونتن إلا بكون فراق وهينا ضد بالله نجا قاضي way jiraan laakiin weli lama soo gaarin wala boqol iyo konton ila laba kun faraha ku hayna hatta labadaas boqol kaliya hadii la soo buuxin lahaa wax weyn ay ahaan leeyahay sababtoo ah baabuurka intaan shidaal ka buuxsano maykro alaabta aan saarano hatta shanto boqol oo xabba aan hagaajino lixdo boqol oo xabbo ama kunko xabba aan hagaajino ayaan bixi lahayn walaaliyaal ما نقول وايد سوينا ولا ليال بوغان أما كتاب كان دو إنه عاوية دتك عن صوم مسلمين حتى هذا أخريستان وحبا يكفهم ميان لقيا بهالكي قف كتاب كان أخريستو إنه إلهي هداية سيو وقصو مسلمه أما بقف مسلمين إسكا حقيقسنا أيو مركو أخريستو وحو برنا ياسدو دعوة وجيدين لها ما دوين كان كهذلنا مالين كستا عن كهذلنا هل كان يكون ذا قرنيين سؤالنا لسوي ديو جوابه كان يكون قرنيين ولا كتبنا أباهنا هاي كتهالكي كتاب وبقول شيرين ولا عكت ودن كان أما $6 أما $9 مالها سواي ما هل $1 ما شاء الله $1 مالها سواي ولا الكتاب ده أباهنا هاي بقول يكونتني الله بكونا هاينا أفر بقولها إذا كربني وحا إنه دمان لaba boqol iyo afartan isdeed kun ay noo dhiman wala afartan isdeed kun balcaaw ilaa biri aan ku soo dadaalno ama ba ka badan ba hadii la yiri gal ilaaha dirisa oo la baxayseen oo la baxa madana sida oo la bixi jirteen oo la baxa wala sadaqadaas idin ka sugeynaa laba boqol iyo afartan isdeed kun idin ka sugeynaa ilaaha dirisa idin ka sugeynaa wixii Allah baxdan hoos akhrisan la ka dhigo wixii Allah hartaan Allah idin barakeeyo cimrigiina Allah barakeeyo حولين الله بركة أولادنا الله بركة والدين ذنون هذا الانتهاء الله ونحرسته مسلمين تكوبك الله عافي هو عافاك من الله وزيادة ولا رجال الله الزيادة ولا الصدقات إذا كسوجينا إلى درس إذا كسوجينا أفرتن يسديد ذاك ونور تعاوى عن هلنا وحي كلنا مركا عن سفرت كجرنا أياسي أرورين دون هدي إلى ما يدهن ولا الصدقات إذا كربنا إلى درس قربنا وإذا كسوجينا انت اسم كسو جبينا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ سالم كريم سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nadhani waislamu ni kuwakumbusha kwa sababu tumetangaza kwa muda mrefu lakini hali imekuwa si hali kila sehemu najua mambo ni magumu na nini inshallah lakini waislamu kwa ajili ya Allah tujikakamue na wale wote ambao wametangulia na wakatoa Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama tuweze kujikakamua walau hata tungepata nusu yake ingekuwa ni wepesi zaidi kwanza tungeweza kuendelea na safari hiyo nyingine tujazie kwa safari inshallah so waislamu tunahitaji na wakumbusha tu tuendelee kujitolea kwa ajili ya Allah tuweze kupata hizi vitabu inshallah biidhnillah so tufanye wepesi kwa wale bado wajatia mkono na wale wametia mkono wakirudia pia inakuwa ni khairi kubwa sana inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في حديث القدسي يا ابن آدم المال مالي وجنة الدار فاشتروا داري بمالي. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ni mtume wa watu wote hata kama wengine labda huwa hawampendi lakini ndiye mtume wa mwisho na pia mtume wa umma huu, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume huyu mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, ya ibn Adam, enyi binadamu, enyi wanadamu, almalu mali, mali ni mali zangu mimi Mwenyezi Mungu, wa jannatul dari, na janna pepo ni pepo yangu mimi. Mwenyezi Mungu akasema kwamba fashtaru dali bimali, nunueni pepo yangu kwa mali zangu mimi. Kama vile wenzangu hapa wametangulia kusema na kwamba mmefanya juhudi kubwa, mpaka kufikia kiwango ambacho kimefikia mpaka sasa hivi, na kulingana na hali ya dunia vile ilivyo sasa hivi, hali ya taifa letu vile ilivyo, kuna ugumu mkubwa sana wa kupatikana wa kipato. Fedha zimekuwa na uzito sana wa kuweza kupatikana, na ndio maana tulikuwa tunasema laiti hata kama tungeweza kupata, kwa sababu siku nazo ndio kama hivi zinakimbia kiasi hiki. Ndio kama sijakosea tarehe 8 tarehe 7 siku zinakimbia kweli kweli, na tulikuwa tunasema kwamba tulikuwa tuondoke katika siku ya leo hii. Kwa hivyo siku vile zinazidi kusogea, ndio pia taratibu yetu inazidi kuharibika. Vile tulivyokuwa tumepangilia ya kwamba tutaenda hapa, tutakuwa sehemu fulani. Kwa hivyo itakuwa ya kwamba kufikia mpaka wakati ule tunatakana tuwe kule Messi ile miili ikiisha, basi inaonekana kuna baadhi ya sehemu ambazo hatutaweza kufika, ambazo tulikuwa tumepangilia mwanzo. Kwa hivyo Waislamu tuweze kufanya zoezi hili kwa haraka inshallah, tuweze kujitutumua, tuweze kujikakamua katika kutoa sadaka zetu, na hata pamoja na kwamba hali zetu ni ngumu, lakini kumbuka kwamba Muislamu tunasema kwamba wakati unapotoa sadaka yako kulingana na hali ngumu iliyoko nchini, kulingana na hali ngumu iliyoko ya kipato kupatikanwa, kulingana na hali ngumu ya biashara vile zinazidi kufungwa na zile kuharibika siku baada ya siku, katika sadaka hizi zinakuwa kwamba zina khairi kubwa. Wakati unapotoa tia nia yako kuhusiana na matatizo yako, mitihani yako ambayo unayopitia katika maisha haya, maradhi uliyokuwa nayo, mambo ya ndoa yako, watoto labda wakorofi, watoto wako hivi, tia nia yako kulingana na matatizo yako ambayo uliyokuwa nayo, kwa sababu nia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kila jambo huangaliwa kwa nia. Iwe ni kitabu kimoja, iwe ni vitabu vingi. Tulisema kwamba kitabu kimoja ni shilingi 100, na pepo hii tunaitafuta ni juhudi, tufanye juhudi sisi Waislamu. Hatuwezi tukaingia peponi eti kwa sababu ya kuswali tu, eti kwa sababu tunaswali. Mwenyezi Mungu anasema haiwi wema tu kuelekeza nyuso zetu mashariki na magharibi. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, lakini wema akataja mawema kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na mambo mengineyo kama hayo, na vile vile kutoa katika vile vitu ambavyo tunavyovipenda. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine ya kwamba hatuwezi tukaufikia wema hata kidogo hadi tutoe katika vile vitu ambavyo tunavyovipenda. Iwe ni chakula unatoa, iwe ni fedha unatoa, utoe katika ile ambayo unapenda zaidi, ndio tutaweza kuufikia huo wema. Ndio maana unakuta kwamba katika maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi yao waliweza kubashiriwa pepo kutokana na kujitolea kwao katika dini hii. Hebu angalia Omar ibn Khattab, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza ya kwamba unahitajika juhudi za kupeleka dini hii mbele, Omar ibn Khattab alienda mali nusu ya mali zake alizokuwa nazo akaenda kauza zote alizokuwa nazo akapelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati alipoulizwa umeacha nini ya Omar ibn Khattab, akasema kwamba nimeacha nusu ya mali yangu. Na kwa sababu Omar ibn Khattab walikuwa na shindana, ndio maana tunaambia kwamba tushindane katika wenye kushindana katika mambo ya khairi. Walikuwa na shindana miaka yote na Abubakar Siddiq. Kwa hivyo wakati Abubakar Siddiq alipopata habari ya kwamba Omar ameuza nusu ya mali yake, Abubakar akaenda kauza yote. Wakati alipouliza akasema kwamba mimi nimemwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake.
Kwa hivyo katika kujitolea, tulisema kwamba kujitolea kutoa sadaka si kwamba una nyingi sana ya kutoa au una kikubwa sana. Ni kwa sababu una moyo wa kuweza kutoa sadaka. Na wakati unapotoa sadaka ni kwa sababu kuna kitu ambacho unachohitaji kule mbele. Tunahitaji pepo, tunahitaji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunahitaji msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunahitaji Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi mambo yetu hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo kwa sadaka hizi Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi mambo yetu tuliyokuwa nayo ambayo yanatukukwata katika maisha haya hapa duniani na kesho akhera. Na sadaka hizi ambazo tunazozitoa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba sadaka ni kinga. Tukasema kwamba ni kinga ya maradhi, ni kinga ya mambo ya hasara, mambo ya dhulma na mambo mengineyo ambayo humtokea mwanadamu ambao huwa anamvuruga hususan kama muumini. Na pia sadaka hii wakati unapoitoa inakuwa kwamba ni kheri kubwa sana, kwa sababu katika mambo mengi ambayo tuliweza kusema siku za nyuma, haya ni marudio tu, tunarudia tu. Kwa hivyo Islam tuweze kufanya zoezi hili haraka inshallah, na Mwenyezi Mungu tuweze kufanyia wepesi inshallah, ili tuweze pia kuondoka. Hata kama itafika nusu, hizo zingine tutaweza kutafutia njiani inshallah mpaka ziweze kufika, ili kesho au kesho kutwa au mtondo hizi siku 2-3 hizi tuweze kuondoka na tuweze kutimiza malengo yetu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nisiweze kuendelea sana, niweze kufikisha hapa kwa sababu ni marudio tu nilikuwa nayo, tushazungumza sana. Tangu sasa hivi hii ni wiki ya pili, bado tunazungumzia katika swala hili la sadaka inshallah. Tuweze kujitutumua bado sana, tuzidi kufanya juhudi inshallah Uislamu, na Mwenyezi Mungu atatulipa zaidi hapa duniani na kesho akhera inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum jami'an. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Eva. Eva, asante sana. Mimi Muislamu. Mimi Mkristo. Asante sana. Hebu wekelea swali tulisikie kwa leo. Mbona Waislamu mtu akikufa anazikwa the same day? Kwa nini Waislamu mtu akifa anazikwa the same day? Ni kwa sababu ni mafunzo ambayo tumefunzwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii wote. Binadamu akifa anaanza kuoza na anaanza kunuka. That's why mtu akifa huwezi kumweka pale kwa nyumba, kwa sababu harufu inaanza kutoka. Unaona So inabidi azikwe siku hiyo hiyo, kwa sababu muda wake wa kuishi duniani umeisha. Unaona sijui nyinyi wa Kristo huwa mtu akifa mnamzika lini? Siku na tumejipanga siku yoyote. So nyinyi mnakaa hata wiki 2 mnaweka maiti? Na mbona Biblia inasema mtu akifa azikwe siku hiyo hiyo? 5:5 Matendo ya Mitume. Hebu angalia Biblia inasema ukifa uzikwe siku hiyo hiyo. Inasema mwalimu wangu. Nani aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hii ni Matendo ya Mitume 5:5. Sikiliza inasema, hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Tena usio uzike mtu na sanduku, hapana. Biblia inasema uzike mtu na sanda. Sanda ni kitambaa nyeupe. Hiyo kitambaa kwa mosque inapeanwa free. Ukienda dukani hiyo kitambaa labda ununue 700 800. Inaitwa sanda, inafunga maiti vizuri, hazikwi na nguo. Nguo unatoa unapatia watu, inatukua ni sadaka. Biblia inasema mtu akifa anazikwa siku hiyo hiyo, tena anazikwa na sanda. Sasa nyinyi ndio sijajua huwa mnaamini Biblia gani, kwa sababu Biblia inasema mtu akifa azikwe siku hiyo hiyo. Na siku hizi naona Wakristo wengi wameanza kusema mtu akifa, anasema mwingine asiwekwe zaidi ya masaa 72, kwa sababu wameanza kufunguka. Kuweka maiti ni atakuwa anaendelea kuoza. Unaelewa? Ndio. Ndio tumefunzwa kuna mambo matatu katika Uislamu yanafaa kuharakishwa. Mtu akifa anazikwa haraka. Ndio tunafanya hivyo, ndio mtu anazikwa haraka. Swali la pili. Mbona Waislamu wanajifunika uso na wanavaa nguo refu? Wanawake mbona wanajifunika uso na wanavaa nguo mrefu? Dadangu saa hii naona unatembea hapa Jakaranda. Ukienda upate mandizi yanauzwa, alafu kuna ndizi moja imetolewa maganda. Na unaona hii Jakaranda vumbi iko na nini? Na kuna mandizi nyingine iko na maganda. Wewe utanunua gani na uko na njaa? Ya maganda. Ile iko na maganda. Sasa mwanamke kujifunika ni hiyo iko na maganda. Maana yake uchi wake inabaki ni kwa bwanake. Sio kila mtu anaona uchi yako, kwa sababu sio kila mtu ametolea mahali.
Unaona? So ile uchi yako ya mwanamke inafaa ionwe na bwana yako aliyetoa mahali. Sio kila mtu tu anakuona namna ulivyoumbwa, hapana, unajistiri vizuri kwa ajili ya bwanako. Pata vizuri Sikiliza Qur'ani inasemaje? 33:59 Qur'ani. Wanawake wanajifunika vizuri kwa sababu wanawake ni dhahabu. Hata sio dhahabu, ni zaidi ya dhahabu mwanamke. Unaona? Yaani mwanamke ni kitu cha thamana mno. So kinafaa kinafunikwa vizuri kwa sababu ndio unapata kizazi kutoka kwa ule mwanamke na nini. So kinaangaliwa vizuri. Mwanamke anakuwa na heshima zake. Sikiza inasemaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ewe mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wengine waambie wajiteremshie uzuri nguo zao. Yani wanawake wafunike mwili yao vizuri. Kufanya hivyo utapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima, ili wasiudhiwe. Unasikia? So mwanamke kuvaa vizuri kwanza inakutambulisha huyu mwanamke ni mwanamke wa heshima, ili usiudhiwe na watu. Ukivaa uchi kila mtu anakuambia kwa sababu anaona ni kama unaenda ukijitangaza. Lakini ukivaa vizuri kila mtu anakuwa fikra yake anadhani huyu mke wa mtu, kwa sababu namna ulivyovaa vizuri anaona hapana, mtu hawezi kuvaa hivi, huyu ni mke wa mtu. So kujistiri dadangu, kuvaa vizuri unajipa heshima na unafanya thamana yako kupanda kwa wanaume. Hawezi kukuchezea hivi hivi. Akikuhitaji lazima afuate protocol zinazotakikana. Napata vizuri 24 baba 39 kama sijakosea. Aende kwenu nyumbani. Aende kwenyu nyumbani aombe. Sio mambo ya ati watu wanasema ati road test. Ana test kwani wewe ni gari? Ati road test. Ukipata watoto wawili watatu ati sasa ndio anakuja kwenu, hapana. Kwani wewe sio gari, hapana. Lazima afuate utaratibu inayotakikana. Akikuhitaji afuate utaratibu. Inasemaje baba? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na waambie Waislamu wanawake. Ni 31. Na waambie Waislamu wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. Yani wanawake wanaambiwa wainamishe macho yao na walinde tupu zao. Yani kulinda tupu zako. Wala wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika. Unasikia? Usionyeshane mwili wako isipokuwa ile vipande ambavyo vinaonekana. Nao ni uso na vitanga vya mikono. Yani uso hapa, unaona uso na vitanga vya mikono. Na wengine wanasema na nyayo. Na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Yani hii kifua yako inafaa unafunika vizuri. Yani unajifunika vizuri. Nasikia vyenye tunaelezwa. Malizia. Na wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Na usionyeshe kila mtu vyenye wewe ni mweupe mwili wako ama nini. Hiyo ni kwa ajili ya bwanako aliyetoa mali. Huyo ndiye anafaa kuona uchi wako. Sio kila mtu anaona nini, hapana dadangu. So ndio hiyo unaona wanawake wa Kiislamu wanavaa vizuri kwa sababu ya kujistiri mwili wao na kujipa heshima, kwa sababu urembo wa mwanamke inafaa kuonekana na bwanake, sio kujiadvertise huku. Ndio unaona kuna makampuni yamekosea wanawake heshima. Wakitaka kuadvertise hata dawa labda ya meno ama nini, wanaweka tu mwanamke lazima aweke akiwa uchi. Unashangaa meno na mwanamke akiwa uchi ni wapi na wapi? Kwa sababu amechukua mwanamke kama chombo cha kutangaza bidhaa, wakati ni makosa. Wewe mwanamke ni mtu ambaye uko na heshima zako na inafaa ulinde heshima zako, kwa sababu kizazi kinatoka kwako. Yani wewe unazaa watoto nini, unaona? Na mwalimu wa kwanza wa watoto ni mwanamke. Ndio anaishi na mtoto mara nyingi. Unaishi na huyu mtoto almost 24 hours. Bwana labda ameenda kutafuta kibarua, anakuja saa 5 ya usiku. Hata labda anapata mtoto amelala kwa sababu amechelewa lakini mama anakaa na mtoto. So mama akiwa mzuri basi watoto wanakuwa ni wazuri. Nimeelewa. Lete ingine ile inakuzuia. Mbona mnaenda kanisa Friday? Mbona tunaenda katika msikiti Ijumaa? Kwanza hapa kuna watu ambao hawajaielewa. Waislamu hatuendi msikiti Ijumaa. Waislamu tunaenda msikitini kila siku. Kwa wanaume ni wajibu kwenda kila siku, lakini kwa wanawake sio wajibu kwenda kwa msikiti kila siku. Mara 5 kwa siku. Mwanamke anaweza swali nyumbani, inakubaliwa. Mwanamke kwa sababu ana kazi nyingi, wana mambo nyingi pale nyumbani, wanaweza wakafanyia nyumbani. Lakini hatuendi kwa msikiti Ijumaa peke yake, tunaenda kila siku. Kila siku tunapatikana kwa msikiti. 22:36 Qur'ani. Muonyeshe dada yetu.
Kiza inasemaje? 22:39. Tumsaidie dada yetu huyu. Inasema mwalimu wangu 24. 24:36. 24:36. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waonekane kwa kuswali nyakati 5. Yani waonekane kwa kuswali nyakati 5. Sisi Waislamu kila siku tunaenda katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Yani misikiti. Yani msikitini tunaenda mara 5 kwa siku. Sio siku moja. Hata kesho tunaenda msikitini, Jumapili tunaenda msikitini. Kama unaishi karibu na msikiti utasikia Allahu Akbar kila wakati mara 5 kwa siku. Swala zenyewe tunatajiwa Qur'ani 17:78. 17:78 Qur'ani sura Isra. Muonyeshe tu dada yetu aweze kupata mafunzo, asije akasema hakufunzwa chochote kuhusiana na Uislamu mbele ya Mola wake siku ya kiyama. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Simamisha sala jua linapopinduka. Simamisha sala jua linapopinduka likienda magharibi. Asante. Mpaka giza la usiku. Asante. Na msiache Qur'ani sala ya alfajiri. Yani swala ya alfajiri asubuhi mapema. Mnasema tunawaamsha, sio kuamsha, ni kuwaita katika kheri. Yani ili asubuhi kabisa unasikia kuna adhiniwa. Malizia. Hakika kusoma Qur'ani katika kuswali swala ya alfajiri kuna hudhuriwa na malaika. Unaona, na kusoma Qur'ani ile alfajiri mapema kabisa malaika wanahudhuria. Ndio unaona tunaamka mapema, tunaanza ibada, na jioni saa 2 tunaenda kufunga na kuswali. So Waislamu kila siku mara 5 kwa msikiti. Leo mbona mkuli nyama ya nguruwe? Kwa nini hatuli nyama ya nguruwe? Swali nzuri sana. Alafu watu wengi wanajiuliza kuhusiana na huyu nguruwe, mbona Waislamu hawali nyama ya nguruwe aliyakuwa wao wanakula wakisema sijui ni kitimoto, sijui ni nini. So hatukuli nyama ya nguruwe kwa sababu ya hii. 6:145 Qur'an. Hebu sikiza kwa nini hatuli nyama ya nguruwe. Sio kwamba tuna chuki na nguruwe, hapana. Nguruwe ni kiumbe wa Mungu, ana haki ya kuishi kama wanyama wengine, lakini chakula chake ama kumla nyama yake tumekatazwa. 6. Anaitwa mbuzi Ulaya, ondoleo la umeme, mbuzi Katoliki. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi. Yani nililotoa haisioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni mzoga. Asante. Au damu inamwagika. Asante. Au nyama ya nguruwe. Asante. Kwani hivyo ni uchafu. Unasikia tunaambiwa nyama ya nguruwe ni uchafu, ndio tumekatazwa sisi. Lakini ajabu pia Biblia imekataza nyama ya nguruwe. Apart from Quran, Bible yenyewe pia imekataza nyama ya nguruwe. 11:7 kitabu cha Walawi. Hii ndio ajabu. Yani Qur'ani imekataza watu wasile nyama ya nguruwe, lakini pia Biblia haikuachwa nyuma, pia imekataza msile nyama ya nguruwe. Sikiza inasemaje 11:7 kitabu kile cha Walawi. 11:7 mwalimu wangu. 11:7. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato. Kwa sababu huyu nguruwe anazo kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Lakini nguruwe miguu yake imepasuka katikati. Lakini hacheui. Lakini nguruwe hana kitu inaitwa chewing card. Yeye ni najisi kwenu. Yani nguruwe ni najisi. Ukisikia najisi ni kitu kichafu kwenu, Biblia inasemaje? Msile nyama yao. Sikiza, Biblia inasema msile nyama ya nguruwe wala msiguse mizoga yao. Angalia, kwa nini? Ni najisi kwenu. Kumbe hata Biblia imekataza usile nyama ya nguruwe. Kama ulikuwa unakula wachana nayo. Tena Mungu anasema ukila nyama ya nguruwe atakuweka motoni. 65:4 Isaya. Unajua haya mambo watu waelezwi, wanaelezwa ati nguruwe ni kinga ya majini, nguruwe ni kinga ya wachawi. Hapana, anayekukinga na hizo vitu yote ni Mungu, sio nguruwe. Sikiza 65:4. Inasema mwalimu wangu, wakati ya makaburi na kulala mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe. Sikiza, watu ambao wanakula nyama ya nguruwe, Biblia inasemaje? Na mchuzi wa vitu vichukezavyo katika vyombo vyao. Watu wasemao, simama peke yako usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, moto uwakao mchana kutwa. Yani Biblia inasema ukila nguruwe wewe ni moto ambao unawaka mchana kutwa. That's why tunawakataza watu wasile nyama ya nguruwe. Do not eat the pork meat. Kwa sababu ni uchafu.
na wanasayansi wamedhibitisha hili, wamefanya utafiti kwa nguruwe, wakaona nyama yake haihivi kwa namna yote, inabakisha wadudu. So wachana na nguruwe. Wewe kula mbuzi, kula ng'ombe, kula ngamia. Tena ngamia ina faida nyingi sana. Ungelijua ungekula ngamia sana. Faida ya ngamia. Faida ya ngamia nyingi sana. Supu yake inatengeneza mifupa na nini. Yaani ngamia maziwa yake inaosha tumbo. Yaani ngamia ina mambo mengi sana. Wewe kula tu nyama ya ngamia tena tamu. Na supu yake nzuri, unachangamka mwili. Na mbuzi pia. Unaona? Mbuzi nzuri. Mbona Waislamu wanaenda kwa choo na maji? Kwa nini Waislamu wanaenda kwa choo na maji? Dadangu, swali nzuri umeuliza. Na ni swali ambalo watu wengi huwa inawapiga chenga. Kwa mfano dadangu, uko na huyu mtoto wako. Huyu mtoto wako amejiendea haja. Na kuna mtoto wa jirani umeachiwa. Wote wawili wamejiendea haja. Huyu mtoto wako ukachukua maji ukamuosha na maji. Hiyo sehemu amejiendea haja ukaosha na maji safi. Ukamvalisha nguo, lakini ule wa jirani ukampanguza na tissue, alafu ukawavalisha nguo. Mimi nikaingia kwa hiyo nyumba, nikasikia kuna nuka harufu ya kinyesi. Wewe nikakuuliza mbona mama nani kuna nuka harufu ya kinyesi? Utaangalia huyu mtoto wako uliosha na maji ama huyu wa jirani uliopanguza na tissue? Ukipanguza na tissue vizuri haizinuka. Ndio nauliza, wewe harufu ikipatikana pale, utaangalia wa tissue ama uliosha na maji safi? Sema tu. Wa tissue. Wa tissue. Kumbe hata nyinyi mnajua tissue haimalizi uchafu, kwa sababu tissue inapanguza, na unajua zile sehemu kuna milima mbili. Unaona? So kuna friction inapatikana pale. Na that's why ukienda kwa choo kuna mna flush maji ili ule uchafu uende. Mbona mnatumia maji kwa choo uchafu iende, lakini sehemu hiyo uchafu iliyopitia unaipanguza unaiacha hivyo? Inatakana uoshe na maji, tena maji safi. Kama vile umeflash. Kama vyenye una flush choo inaenda na maji, hivyo hizo sehemu ziwe safi kwa sababu ya mazingira. 5:6 Qur'an. Tena Qur'an inatuambia tutumie maji ni kwa ajili ya usafi wa mwili wa nje. Usafi wa mwili wa ndani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini usafi wa mwili wa nje tumia maji. That's why hata ukienda nyumbani unaweka maji unaoga mwili. Uwezi chukua tisho ujipanguze ukalale, hapana. Lazima maji, kwa sababu maji usafi. So tunatumia kama usafi. Mungu anasemaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Asante. Na mpaka vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni, au mengine. Unasikia? Au mmoja wenu ametoka chooni ndio unatumia maji. So maji tunatumia ni usafi wa mwili wa nje. Na mbara vizuri na ni vizuri sana wanawake wakitumia maji, hata wanaume. Maji ni very Biblia inasemaje 9:10? Ile sehemu tena ukiangalia mwili wa binadamu iko kama hizi hairs. So mwili wote wa binadamu iko hivyo. Ukitumia maji inatoa uchafu yote, haibakishi. Lakini karatasi ama tissue bado kutakuwa na huko pakawa kidogo, ndio hivyo. Au matawi. Sikiza. Asaidia. Unasemaje? 9:10. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji, na kutawadha kwingine. Unasikia, ni sheria ya jinsi ya mwili, sio ya kiroho mwili. Chakula, ukinywa chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo, na unatawadha. Tawadha maana yake unanawa kwingine na kwingine, kwa sababu unatumia sehemu mbili. Inafaa uoshe na maji safi. Sijui mbona mnaiogopa sana maji. Kama utaona ni baridi sana, unaweka inakuwa warm kidogo. Tumia maji, ni usafi. Mbona wanawake wakizaa watoto mnaenda kuita majina ya kanisa kina Muhammad? Anauliza mbona mwanawake akizaa watoto wanaitwa majina ya kanisa Muhammad? Hapana, hawaitwi jina ya kanisa, wala hiyo sio jina ya kanisa. Jina Muhammad ni jina ya nabii. Unaona? So watoto tunawapatia majina ya manabii kwa sababu walikuwa ni waja wema. Nampata vizuri, ndio unasikia ukizaa mtoto anamuita Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, rafiki wa Mwenyezi Mungu. Unaona? Adam. Unaona? Tunatumia majina mazuri kuwaita watoto. Unawaita majina mazuri. Uwezi umuita mtoto jina hivi hapana. Lazima unatafuta jina nzuri. Namuita Yusuf. Yusuf alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, ametajwa vizuri sana, alikuwa ni mja katika waja wa Mwenyezi Mungu. So ndio tunatumia yale majina. Unaona? Majina mazuri. Asante, nimemaliza. Umemaliza?
Na wewe ni Mkristo kabisa? Kabisa, hakuna mahali unaenda kanisa? Asante sana. Sikiza Biblia inakuambiaje kidogo, nikupe zawadi mbili tu alafu uelekee zako. 11:5 kitabu ni kile cha Wakorinto wa kwanza. Sikiza kinakupa habari gani? 11:5 mwalimu wangu. 11:5 baba. Inasema basi kila mwanamke asalipo, yani kila mwanamke kama wewe unaposali au anapohutubu au unapozungumza na watu, unatembea unazungumza na watu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Ala, kumbe Biblia inasema mwanamke awe anafunika nini? Kichwa. So kuanzia leo utakuwa ukifunika nini? Kichwa. Kwa sababu huko unajua. Sasa sikiza ingine 2:8 Timotheo. Tunamsaidia, hakuwa anajua. Najua kule hafunzwi. Sasa sisi tunamfunza kwa sababu tunataka kumuelekeza dada yetu katika njia nzuri, na kusilimu ni free dada yetu. So ukiwa uko tayari kusilimu ni free. Hakuna mtu anakunini, alafu kusoma pia ni free. Ujue dini ya Uislamu. Sikiza vizuri. Inasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku akiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Yani wanawake wanakatazwa wasishuke nywele. Dada, naona unafurahi. Sio hii nywele yako original. Nywele inayokatazwa ni hii huwa mnaongeza. Hii nywele ambayo unaongeza, zingine huwa zinatengenezwa na makongo ama nyuzi. Unanipata? Na zingine, lakini hizo ni za bei ghali sana hizo. Huwa ni za maiti waliokufa huko India wapi, zinanyolewa, zinapreserviwa, mnaletewa Afrika. Unaona Ni kweli ina preserve. Kwanza inauzwa bei ghali 50,000 nywele. Na ni maiti aliyekufa India, wewe unaweka kwa kichwa. Wakati Mungu amekuumba na amekupa nywele nzuri, lea nywele yako, ushuke ile nywele yako original. Unanielewa? Hizi za kuwekelea ndio zinakatazwa. Manake pia hizi za kuwekelea ili uitoe, labda unaiweka utaitoa baada ya miezi 2, unaona inakuwa kichwa pia imekuwa nzito. So karibu sana katika Uislamu. Asante. Asante sana. Wewe ukiamua wakati wote tunakukaribisha, sawa? Naitwa Joshua. Joshua, asante sana. Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante. Njika swali nilisikie. Swali kuna siku hapa sika ni siku gani? Wachana na siku iliyopita, wachana yaliyopita. Yaliyopita tunasemanga si ndwele. Sawa, wewe leta tu swali yako ambao umekuja nayo kwa leo. Sema nina swali hili, tuendelee kuanzia hapo. Mlisema ni manabii kama Ibrahimu, Adamu, Daudi, Solomoni, hata Yesu, wote walikuwa Waislamu. So swali yangu ni ndogo. Nilikuwa nataka thibitisho kati ya Mungu wa Korani na Mungu nianze na Nabii Musa. Kama wao ni Mungu mmoja. Na usubiri swali yako. Swali bado hujauliza. Ndio hiyo nimeuliza. Umeuliza swali gani? Naomba thibitisho ya kwamba Mungu wa Korani na Mungu wa Musa ni Mungu mmoja. Sasa hiyo swali sijaielewa kwa sababu Mungu aliyemtuma Musa ndio Mungu amemtuma Muhammad, ndio Mungu aliteremsha Qur'ani, ndio Mungu ameteremsha Zaburi, ndio Mungu ameteremsha Injili. Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, hakuna Mungu wawili. Sasa ukisema labda huo uko na Mungu wako, labda awe ni kama ule wanaitwa Jehova Wanyonyi, huyo atakuwa ni tofauti. Lakini Mungu aliyetuumba, aliyeumba Wakristo, aliyeumba wale wanaabudu sanamu, aliyeumba nani, tunamjua ni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Ila watu ndio wameasi kutokana na sheria ya ule Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa huyo mmoja peke yake. So sijajua swali yako ni wapi hasa unaibase ndio niweze kumalizana nayo. Okay. Nikiangalia katika Biblia, moja ya maandishi ya Musa ambayo inatoka katika kitabu cha Walawi 17:7.
Tarehe 17/7 Walawi. Oh, 17/7 mwalimu wangu. Inasema wala hatatoa tena masadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye usherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. So hapo tunaona Mungu wa Musa anakataza Musa amwambie wana Israeli kupitia wakuhani wasitoa sadaka zao tena kwa majini, akionyesha sababu gani majini huwafuata. Anakataa na anasema hiyo ni sheria ya milele kati ya kizazi hadi kizazi. Na tukikuja katika Korani 72 aya yake 14, Oh, 72:1 ya 14 anataka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu, na wamo miongoni mwetu wanaokegeuka. Waliosilimu hao ndio waliofuata uongofu. Yes, tunapata ukianza na juu unapata Waislamu walisikia Korani na wakaamini. Si Waislamu. Si Waislamu nini? Majini walisikia Korani na wakaamini, na ukifika aya 14 wakasilimu. Waliposilimu, mtu yeyote ambaye amesilimu wanaendanga moskiti na wanapeleka sala pamoja. Na Mungu wa Korani anakubali sala za naweza wekaje? Yaani maombi yao. Lakini huko katika kitabu huko cha Musa tunaona Musa anapewa agizo wasihusike katika mambo ya kutoa nini pamoja na majini. So nilikuwa najiuliza huyu Mungu ambaye alimwambia Musa au makuhani wasijaribu kutoa sadaka tena, ukubali sadaka tena itolewe kwa majini, ndio huyu Mungu ambaye tena hao majini wanakuja wanasilimu na wanampelekea inaitwa sala zao. Swali yako bado haujaibezi vizuri, lakini naona unaipambanya tu. Katika Biblia wamekatazwa mambo mawili peke yake. Wameambiwa wasitoe tena sadaka kwa wale majini ambao walikuwa wakifanya hivyo ili wafanye usherati nao. Lakini kwa Biblia hakuna mahali tumeona majini wameambiwa wasiamini wala wasiabudu. Wameambiwa tu wasifanye usherati nao, yani maana yake wasilale nao, wafanye ukahaba na majini. Katika Qur'ani majini lengo la kuumbwa tunaelezwa na Qur'ani 51:56. Majini lengo la kuumbwa wameumbwa kumfanyia Mwenyezi Mungu ibada. Sasa kuna baadhi ya majini walioasi kama binadamu na kuna binadamu walioasi. Pili ukasema wale majini tunaenda nao msikitini. Wewe siku ambayo utashika jini tuletee hapa. Maana sisi hatujaiona jini, ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu aliumba ambao hawaonekani. Sasa wewe ukimtoa kule kanisani, manake nasikianga toa pepo in the name of, ukimtoa siku moja tuwekee kwa bucket tumuone, kwa sababu hatujaiwaona, ni viumbe ambao hatujaiona. So huwezi kutuektea hoja katika viumbe hatujawaona, kama wanakuja ama wakuji, Allahu a'lam. Mungu ndo anajua, kwa sababu ni kitu tukioni. Wewe ukisikia mtu anakuambia ati nimeona jini pale kwako na muongo. Kwanza jini mweupe mweusi. Maana binadamu tunajua kuna weupe na weusi. Sasa jini huwezi kutuwekea hoja hizo. 51:56. Hii ndio wataalamu wa viumbe. Kwa sababu wewe unaonekana mtaalamu wa viumbe. Mimi siwajui hata karagani. I hope sijatoa katika kitabu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kabisa, na ndio nikakwambia majini hatuwaoni. So huwezi kunihoji kuwahusu. Tumeambiwa wameumbwa kwa lengo la kufanya ibada. Na kama wanamwabudu Mwenyezi Mungu, isoke Mungu ndiye anajua aliwaumba kwa kazi gani. Kwa sababu Mungu hawezi kuumba kiumbe kwa ajili ya kupotea, hapana. Sikiza vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Si kuumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Mwenyezi Mungu aliwaumba majini na watu lengo na makusudi wapate kumfanyia ibada.
So kuna binadamu ambao hawafanyi ibada, kuna majini ambao hawafanyi ibada, lakini majini walivyoumbwa wao wanatuona sisi hatuwaoni. So sisi hatuwajui, hatujui wanafanyia ibada hapa ama hapa. So wakikubali Mwenyezi Mungu anawajua, na kwa sababu ni viumbe vyake. Ni sawa na malaika. Hapa malaika wamehudhuria kikao kama hiki. Lakini uweze sema ati huyu ni malaika, huyu ni malaika. Hapana. Anaijua ni Mwenyezi Mungu. Ni viumbe pia malaika ambao haonekani na hii macho yetu. Mpaka Mwenyezi Mungu atake ukiwa nabii ndio umuone malaika. So ni viumbe ambao haonekani lakini wapo. Mwenyezi Mungu anajua mbona akawaumba. So labda umhoji sasa Mungu. Wewe mbona umeumba viumbe bana? Sasa hiyo ni yako na Mungu, sio sisi. Manake Mungu kawaumba kawaweka. Na sisi hatuna ushirikiano nao kwa sababu tukienda msikitini hatuwaoni kama wako. Allahumma hata wale wanakuja kanisani mnaonanga nyie. Manake nasikianga pepo toka, uanga mnaona? Na mnasema mnawakanyaga. Mnawaona mchungaji? Ukiwa na macho ya roho unaweza ona. Wanakaaje, ni weusi weupe? Simtuletee tu kaka. Yeye amesema anaonanga na macho ya kiroho. Sasa tuambie kama majini weupe weusi ama ni warefu wafupi? Wewe bamba Wakwaje? Mchungaji, wakwaje? Hebu jaribu. Waambia watu pia wajue. Hawa hata wajaiona ni kama mimi. Wewe uanga unawaona. Sasa wewe unaonangaje? Wanakuanga ni weusi, weupe, wana mabawa, wana miguu kama yetu ama wakwaje yani? Nimesema ukiwa na macho ya kiroho utaona. Na naona si wewe unakuanga na macho ya kiroho wewe. Unaibana swali unaniletea. Sijakuletea. Nimejua jambo moja. Majini ni malaika wa shetani. Kwa kizungu wanaitwa the devil spirit. Kuna andiko yote inasema majini ni malaika? Yeah? Kuna maandiko yote inasema majini ni malaika? Wanaitwa the devil spirit. The devil ndio nauliza, kuna mahali inasema majini ni malaika? Majini ni malaika. Wapi inasema, andiko gani? Tusaidie tu kaka mchungaji. Manake kwanza mchungaji ameruka kuambia hawa wa Kristo kuwa yeye anaonanga majini kwa kiroho, hajawaambia majini ni weupe ama weupe ama weusi. Watu wangejua ndio nao wakiwa katika kiroho wakiwaona wajue. Usipende kutwist maneno. Kama mwenzaka amesema kitu ama ukiseme kitu mimi niseme venye umesema. Si ati ni twist ili nipate njia ya kuleta mambo yangu. Umesema hivi na narudia wewe unakuanga na roho. Nimesema ukiwa na macho ya kiroho unafanyaje? Utaiona. Wewe unasai kuwa na macho ya kiroho? Saizi. Miaka yote umekaa kanisani. Umewahi kuwa na macho ya kiroho? Macho ya kiroho. Hiyo ni kati yangu na Mungu wangu. Sasa amesema hiyo ni yake na Mungu wake. Sasa Wakristo wengine watakaa kwa giza kwa sababu hiyo inakuanga ni ya mchungaji na Mungu wake. So nadhani swali ndisamaliza. Wacha tuende kwa maswali ni mengi. Swali lingine yenye nakuja. Haya, uliza ingine ndio tusikie. Anasema huyu Mungu wa Qur'an ambaye amesema aliumba majini ili majini wampatie ibada. Si wampatie. Wamfanyie waabudu. Wamfanyie ibada. Huyu Mungu au majini waliumbwa siku gani? Walipoumbwa waliwekwa wapi? Sina habari kwa sababu siku wako. Sasa labda unieleze hawa Biblia pia waliumbwa siku gani? Unajua sasa ukiniuliza hiyo siku wako siku wako akiumba majini. Hata binadamu sijui waliumbwa siku gani, mwaka gani, siku wako. Mimi najua wanadamu waliumbwa na Mwenyezi Mungu. Nasoma ile ambayo tumeletewa ufunuo, tumeletewa wahi ambao ni Qur'an, tunaelezwa binadamu waliumbwa, majini waliumbwa, tunakubaliana na hiyo. Manake ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Mungu wenu hajaonyesha mahali penye aliwaumba na akawaweka. Sijajua, labda kwa Biblia imeeleza, labda utuonyeshe pia. Mimi sijaona. Nimekuuliza sijaona. Sijaona. So upande yako ukiwa na swali ndio usawa. Unajua ni fair kama hatujaona kwa Qur'ani, labda kwa Biblia kuna mahali Mungu aliumba majini akawaweka, kwa sababu wewe umenitolea Mwanzo 17:7 Walawi. Ukasema hawa majini wanakatazwa. Musa ndio akatazwa kuhusiana na hawa majini waliumbwa siku gani, waliumbwa mwezi gani. Ungetueleza kwa Biblia inasema hivi na hivi. Elimu ni kunini, sio kupingana. Hatuko hapa kwa ajili ya kupingana. Tuko hapa kuelimishana. Sasa pia ungewaelimisha watu hawa majini wa Biblia waliumbwa siku gani? Okay. Kwanza situjue ni nini hii majini. Sijauliza ni nini.
Hiyo nikitaka nitauliza. Ili tujue. Sasa ili tujue ni wapi penye iliumbwa. Sijauliza hivyo, nimeuliza majini waliumbwa lini kwa Biblia? Utupe hiyo andiko. Tunaona mimi kama hakuna nakwambia hakuna, kwa sababu siko katika argument, niko katika kuelimisha watu. Sasa wewe utuambie majini katika Biblia waliumbwa lini? Okay. Kwanza majini ni roho za shetani. Haya, wapi imeandikwa kwa Biblia? Kwa Kizungu. Acha na Kizungu. Wapi Biblia imeandika? Umejua Biblia ya Kiswahili, tafsiri ya Biblia ya Kiswahili ilitolewa kwa Kizungu. So nikitaka kuelewa mahali penye Waswahili wamejichanganya, narudi kwa Kizungu na angalia. So Biblia ya Kiswahili kuna mahali imechanganya. Sema tu. Hujasikia chenye nimesema? Nimesema kama kuna mahali watafsiri Waswahili wamechanganya, narudi kwa ya Kizungu. Watachanganyaje na mnatuambia waliongozwa na Roho wa Mungu? Hawa hawakuongozwa na Roho wa Mungu. So waliandika Biblia ya Kiswahili hawakuongozwa na Roho wa nani? Hawakuandika Biblia ya Kiswahili. Hii ni tafsiri imetafsiriwa. So hawakuongozwa na Roho wa Mungu. So waliandika na tafsiri wa Kizungu, kwa sababu ya Kizungu pia najua ni tafsiri. Ni tafsiri. So hata ya Kizungu hawakuwa na roho ya nani? Hata ya Kizungu walipokuwa wanaandika hawakuwa in fact si kuandika, sorry. Wa Kizungu walitafsiri, hawakuandika. So walipotafsiri hawakuwa na roho wa nani? Watu kama King James hawakuwa na roho wa nani? Hawakuwa waandishi. Sijauliza waandishi. Hawakuwa na roho wa nani? Hawakuwa na roho wa nani? Sema tu, siona haya. Mchungaji wewe usifiche kitu. Unajua hao wote wanakunini ili tuelewane tu. Si ati toboa siri. Haya. Hiyo ni jambo lenye liko wazi. Hiyo ni jambo lenye niko wazi. Wakati na tafsiri kulingana na masomo yangu, kulingana na naelewa. Na ndio sababu unaona ukichukua King James version, uchukue Union version, the same. Kila mtu ameeleza kulingana na ufahamu wake. Yes. Maana yake hakuongozwa na Roho wa Mungu. Nakupenda sana mchungaji. Karibu sana. Asante sana. Manake sasa tutolee katika hiyo ya Kizungu, basi majini ni roho wa shetani. Hiyo Biblia ya Kizungu tolee majini ni roho za shetani. Mahali imeandikwa, manake ni samuelewa mchungaji. Labda nyinyi ndio mjamuelewa. Lakini mimi ni samuelewa. Tusome hiyo haya yenye tulisema kwa Kizungu. Uko nayo hapo ya Kizungu? Leviticus 17:7. Mahali nasema jini ni kiumbe mbaya, ni viumbe wa shetani. Inasema, and they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone warring. This shall be a statute forever unto them throughout their generation. So katika Biblia ya awali, wachana na tafsiri ya Kiswahili, majini ni roho za shetani. Haijasema ni roho za shetani. Hapa imesema ni devils. Haijasema is the spirit of devils. Hapana, haijasema ni maroho ya shetani. Usibadilishe hata wewe mchana kaka. Umejua mwalimu. Si wewe umesema mchungaji. Naomba uelewe chenye nimesoma. Sijasoma devil, nimesoma devils. Devils ni mingi, ni wingi. Ni wingi wa devil inakuwa devil. So walikuwa wengi. Ngoja. Nini nafanya shetani awe wengi? Kwa sababu ya wingi. Si ni wingi tu, wamekuwa wengi. Si wamekuwa wengi. Sababu gani akuwe wingi? Kwa sababu ya matumizi yake, utendakazi wake. Na katika utendakazi wake, anatenda kazi wake kwa njia gani? Anatenda kazi na malaika zake. Malaika zake ametoa wapi? Malaika zake. Okay. Tuende katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12. Chungaji au sistuke? Anastuka kwa sababu mafunzo yako tofauti sana. Tuende tu pole. Najua wewe ulisema unaonanga. Sasa siwezi enda sana. Ndio amesema, kwani hayuko Meru wako hapa, alisema yeye anaonanga. Si ndio huyo wako hapa hayuko Meru, alisema anawaonanga. Si yako nayo ya kiroho yeye. Mchungaji huyu shehe. Ako nayo, ni mchungaji huyu, anaweza kupatia dhambi ya mwezi.
Ati hana mchungaji hana. Fanya research. Wewe ukipata una shida, taniletea. Brother naona umeongea sana. Ndio hii tusome. Tusome Ufunuo 12 kuanzia aya yake ya 7. 12:7 baba. Tumalizie hiyo. Hata naona madevo imekuwa mingi leo. Usijali. 12:7. Yes. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Naam. Wakapigana na yule joka. Naam. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Naam. Nao hawakushinda. Naam. Wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Naam. Hadi 9. Yule joka akatupwa. Naam. Yule mkubwa. Naam. Nyoka wa zamani. Naam. Aitwa Ibilisi na Shetani. Naam. Audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Naam. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Naam. So pale katika Leviticus tuliposoma tafsiri ya Kizungu, tulipata tafsiri chenye Waswahili wanatafsiri majini. Hicho umesema ni long. Ngoja. Yenye Waswahili wanatafsiri ati majini, Kizungu wametafsiri devils. So nataka nirudie hiyo haya tu kwa Kizungu na tuone penye hiyo devil ilitokea. Na tumeona huyo joka alishukishwa na malaika zake pamoja. Si umesoma, si ulikuwa umesoma? Ukatuambia hawa malaika zake wanatokana na kwake, lakini hapa katika Ufunuo haijasema hivyo. Inasema kumbe walikuwa ni kundi moja. So nimeshindwa, yeye ndiye aliwaumba hawa malaika zake au walitoka wapi? Hiyo ndio ilikuwa tujue common. Hawa malaika zake ambao walikuwa wanataka kupindua serikali venye umetusomea. Mimi sikusema wanatoa kwake. Nilisema utenda kazi wake anatenda pamoja na malaika zake. Si ati malaika walitoa. Haya ni sawa kuelewa. Yeah. So nisome kwa Kizungu ndio. Si ulisoma tu kwa Kizungu. Inasema hivi. Si iko sawa tu. Yeah. Nimekuelewa. Hapo jina la devil yenye ulikuwa nauliza mahali penye nilitoa haijatokea, Kizungu imetoa. Ndio nataka nisome. Haina shida, si ni ile Walawi ulikuwa umesoma na umetuambia Waswahili kuna vitu wamepachika kwa Biblia. So ni vizuri pia Waafrika waachane na Kiswahili, wao wanasoma Kizungu. Hapana, tafsiri. Si ndio tafsiri. Wao wanasoma ya Kizungu kwa sababu ndio iko clear zaidi. Shida yako ni kuniwekea maneno. Hiyo ndio shida yako. Nimesema hivi, katika utafsiri unapata wenye wanatafsiri hata hii Qur'an. Kwa Qur'ani usiingie. Qur'ani wachana, tuko kwa Biblia. Qur'ani sisi hatujateta. Sisi tuko sawa. Kwa Qur'ani tuko sawa. Hata nikileta ya Mayunga. Sisi tuko sawa. Hata ulete ya nani leta, tutasoma. Very good. Haya. Ndio nasema katika utafsiri wengi huwa wanatoa na kuongeza mambo yenye inatoa sura kamili ya mambo yenye inaongelelewa. Na hiyo inakuwa na jambo liko inaweza thibitika. Kama kwa Kizungu imeitwa devils, mbona hawange tafsiri tu hiyo devils kwa Kiswahili direct? Wanaenda wanampatia jina ili funike nini yake. Asante. Na usiangalie ya devil tu. Mbona kwa Kizungu wamuite Jesus, kwa Kiswahili wamuite Yesu? Kwa nini hawakuleta tu ikiwa Jesus? Usione upande moja mchungaji. Unajua nimeona huko sasa umeanza kuwa bright. Manake anasema kwa nini Waswahili wakuje waite jini wakati wazungu wamesema ni devil? Na kwa nini nao Waswahili waite Yesu wakati wazungu wamesema ni Jesus? So inafaa ibaki vile vile. Naona ameanza kufunguka mchungaji. Very nice person. Manake sana tafsiri zinapoteza maana. Unaona? Sasa ukikaa na watu wasomi kama haya, uwezi unaenda tu ukifunguka. Manake yeye ndiye amesema. Anasema hii tafsiri zinapoteza maana. Inafaa iletwe vile vile ilivyokuwa, iletwe tu kutoka kwa original iletwe. Fai kubadilisha na mimi namuunga mkono. Namuunga mkono kwa sababu hiyo kuleta ndio inakosea. So karibu sana. Hiyo ilikuwa inaleta swali lingine. Swali lingine sasa. Ngoja. Sasa uliza maswali. Sasa ya mwisho. Na ulikuwa umesema ile ya mwisho na hiyo. Tumalizane na hiyo mada. Uliza sasa ya mwisho tena. Haya. Ni thawabu gani ama hukumu gani majini wamewekewa na Mungu
Mimi sijui kwa sababu mimi sio jini. Mimi binadamu. Sasa ya binadamu ndio niko nayo. Mimi hukumu niliowekewa na Mwenyezi Mungu, nimewekewa kuna wanadamu ukifanya mazuri 40 Qur'an. Sasa ya majini sijauliza ya binadamu. Nataka tu ya majini kama ya majini mimi sio jini. Sasa labda tukipata jini mmoja yenye umeniambia tutamuuliza atatupa habari zao. Maana mimi sio jini. Wakati habari yao ilikuwa sasa unaniuliza viumbe wengine, ungeniuliza mimi ningekuwa na kujibu wepesi. Sasa sioni, kwanza kitu sioni, sasa nitaleta hukumu zake aje. La ungekuwa unaniuliza wewe Muislamu, hukumu yako ni gani? Nakupa haraka kwa sababu mimi binadamu na mimi na concentrate na mambo yangu ya binadamu. Siendi kuchunguza majini wanalala aje, wanazaa watoto wangapi, hapana, hiyo sio kazi yangu. Mimi nashughulika na mimi na nafsi yangu. Unaona? So wewe ukijua majini vyenye wanafanya na nini ikuingize peponi, kinachokuingiza peponi amali zako ulizozifanya wewe. Yani dhambi zako ambao umefanya unafaa utubu kwa Mungu, ndio mimi na concentrate na yangu ambao Mwenyezi Mungu amenieleza ni yachunge mipaka yangu ndo nachunga. Okay. Sasa ukimleta jini siku moja hapa, wewe umeniambia unaona na roho ya nini ya kiroho. Wakati utamshika mmoja, mulete hapa kwa kiwanja tutamuhoji. Atatupa habari tu. Mbona atatupa tu? Yani hapa tutamuhoji kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama hataki kujibu nataka. Kama unaleta bakora tunawawekelea. Sasa wewe hiyo utanini nayo? Punguze maneno. Sio maneno na kueleza ukweli mahali ilipo. Haya, tunamaliza saa ya maswali. Si tunamaliza maswali yako mengi, kuna watu wamesubiri. Ni wewe tu umeextend. Na umesema ya mwisho. Haya. Ndio nilikuwa nauliza ya kwamba leo nikisilimu naenda kusali wapi? Leo ukiwa Muislamu swali rahisi. Swali rahisi. 24:36 Qur'an. Kumbe ulikuwa umehifadhi maswali mazuri. Ukisilimu sahi, msikiti tena huu wa Soweto hapa. Atukupeleki mbali, si hapa msikiti wa Soweto. Soma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waonekane kwa kuswali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwa jina lake. Yaani misikiti. Msikitini ndio tunaenda kuswali. Kumaanisha hata wale majini waliposilimu walienda wapi kusali? Sina Swali nzuri ameuliza. Sijui mbona watu wana nini badala wagoje tumalize. Majini waliposilimu hakuna aya wala hadithi tumeelezwa walienda kuswali msikiti au kanisa, hakuna. Na siwezi ongeza kitu ambacho kijielezwa. Sisi ni wataalamu, hatuwezi ongeza kitu akijielezwa. Hatujielezwa ati majini walienda msikitini wakaswali. Kama uko na aya majini walienda msikitini, lete. Manake sisi wanadamu ndio tunaenda msikitini, na nikakwambia hatujai waona kwa sababu wewe umeniambia uko na nini ya kiroho unaonanga. Si uko hapa. Namwambia hivi. Haya, kata kidogo. Tumalize kichwa ya hiyo swali. Tumesema ujui mahali penye waliposilimu wameenda swali, hajaandikwa. Lakini kwanza hiyo 72 aya ya kwanza ni kitabu gani yenye walisoma na wakaamini? Hawajasoma. Walisikiza. Unajua unarudi pale ambao swali yenyewe uliuliza nikakujibu. Walisikiza. Ngoja, walisikiza rudia. Manake hii ni wasting of time. Ni pale tu tulianza. Rudia. 72. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Aya kwanza. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Tutulia. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumeisikia Qur'ani ya ajabu. Endelea hadi ya 3. Inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeamini wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Mpaka ngapi unataka? Nilikuwa nataka hadi 3 hapo. So majini waliposikiza Qur'ani wakakuja, imani yao ikakuja, wakaamini. Imani inatokana na kuamini. Kuamini inatokana na kwa kusikiza. So walisikiza Qur'ani ya ajabu wakaamini. Walipoamini ukiteremuka 14 wakasilimu. Wakati walisilimu walifuata kile ambacho walikiamini
ama waliacha? Sina habari, ndo nikakwambia. Sasa huyu ngoja. Hauwezi kujaza kitu. Ngoja kidogo. Huyu ni pasta na ameelewa, ametoka. Ngoja kidogo, usitupigie kelele. Huyu ni mchungaji, mtu sio majini kama sasa wewe. Sasa na wale wako kanisani mnatoa uanga, wanafanya nini kanisani? Wanatoa kwa sababu wako wapi? So wanaenda kanisani. Kwani wanaishanga karibu wewe? Haya, wachana na huyu amemaliza. Haya, njoo wewe. Si tumemaliza, ametoka. Sasa uwezi angalia. Ngoja kidogo. Mimi wananiita Salim. Mimi ndio mnanijua jina. Sio kila mtu anakujua. Sio kila mtu anakujua. Sikiza kaka, sio kila mtu anakujua. Na ndio unaona hata huyu ni mchungaji na akija na umuulizanga jina yake. Sasa swali, jina yako nani? Mbona unaficha jina? Kwani umefanya maovu hii area? Kwani ni bangi? Kwani kwa mfuko? Swali, unaitwa nani? Abisai. Abisai, weka swali tulisikia. Swali yangu nauliza katika msikiti. Kwa msikiti ni kwa nini pale kwa msikiti kunaanga na mpaka ya kuna pande nyingine na pande nyingine kuna babu, kuna wanaume na kuna wanawake saidini, kuna nini katikati? Anauliza swali. Anasema mbona kwa msikiti kuna mpaka, kuna wanawake pande hii na kuna wanaume pande hii? Ni kwa sababu ni fundisho tumefunzwa mpaka ndani ya Qur'ani 19:16 Qur'ani. Mariamu tunaambiwa binti Imran wakati aliingia kwa msikiti aliweka pasia kujikinga nao, kwa sababu katika msikiti inatakana concentration, tunaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. So ukichanganya mwanadamu yoyote ana hisia na fikra, na ndio unaona kuna mtu anaweza kuja sehemu kumbe hajakuja kwa ajili ya kuamini, kuna kitu dada amemuona kule, akimalizana na ule kupata dada arudi tena. Sasa wewe kama una haja na dada huwezi mpata pale kwa msikiti, nenda umfuate kwao nyumbani. 19:16 Qur'an. Negative na positive nguo ashishikani ndugu. Tena moto itatokea. Lazima Umeona? Ni lazima kukue negative. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Namtaja Mariam kitabuni humu. Mariam ni mwanamke. Alipojitenga na jamaa zake. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Asante. Na akaweka pasia kujikinga nao. Asante. Tukampelekea muisha sharia yetu Jibril. Asante. Akajidhiminisha kwake kwa sura ya binadamu aliyekamili. Asante. Mariam akasema, hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema niepushe nawe. Ikiwa unamuogopa Mungu basi ondoka nenda zako. Mariam alipoingia kwa msikiti aliweka pasia kujikinga nao. Sawa? Kujikinga na wanaume. So ni sheria tumewekewa, wanawake wanakuwa pande yao na wanaume pande yao. Tukiwa kwa kiwanja ya Eid, wakati tunaenda kuswali Eid, wanaume wanakuwa mbele, watoto katikati, wamama nyuma. Kwa sababu wanaume ndio viongozi wa wanawake. Ndio tumefunzwa hivyo katika dini yetu. Anaitwa nani? Ni sheikh kama anaitwa huyo mwenye anaitwa imam. Imam, si ndio? Na imam kwanza imam pia anawaona pale na pia na wanaona wengine pale. Mbona imamu asipate hiyo nini hiyo? Imamu haoni wanawake kwa sababu imamu anaangalia mbele na sisi tunaangalia mbele. Si ati imamu anatuangalia. Hapana, tukiswali imamu anaangalia mbele na sisi tunaangalia mbele. Inatakana nikupeleke kwa msikiti siku moja utembee. Sababu unaona ile mpaka iko pale, imefika pale kwa imam, si ndio? Msikiti gani wewe ulienda? Si msikiti gani mimi nilienda. Kwani mimi nizaliwa wapi? Msikiti gani? Kwa sababu msikiti mingi ikijengwa wanawake wanakuwa juu ya gorofa, wanaume wako chini. Hapo mwanzo hapo sio ile ilikuwa hapo, zilikuanga za kale, zile za kale. Za kale inawekwa pasia, wanawake wanakuwa saidi yao, wanaume saidi yao, na pasia inafika mwisho hakuna kuonana. Sasa sijajua wapi hiyo msikiti ulikuwa. Sasa nasema hiyo, mimi nasema hiyo sasa hiyo pasia hiyo mpaka hiyo, si ndio? Yeye akiwa pale si anaona pale sababu pale kwake hakujafunikwa. Sijaona hiyo msikiti aina hiyo. Unajua sisi tuko misikitini. Labda kama ulikuwa unaenda kuwachungulia, sijui ulikuwa unachungulia wanawake wa kazi gani. Wanawake si utawaona huko nje. Shida ni gani? Ukitoka huko nje utawaona. Ukitoka nje utawaona. Mimi nilizaliwa wapi? Wewe ulikuwa umezaliwa Muislamu.
Tusiende huko sana basi. Haya, una swali alifanya una swali lingine maana muda nayo inakimbia kimbia. Muhammad unasema kama alikuwa nabii. Yaani ngoja kwanza, wewe ulikuwa Muislamu na unauliza kama Muhammad alikuwa nabii. Najua nakuwa na question mark kwa sababu ngoja kwanza nataka nikupate vizuri na watu ambao wanakusikiza wakupate. Huwezi kuwa ulikuwa Muislamu na hujui Muhammadur Rasulullah. Alafu kuje kwa Muislamu. Hai? Kwani sasa amesemaje hapa nyinyi mnaangalia? Si amesema tena alikuwa huko mpaka anaona pasia venye inawekwa. Mwalimu mzazi wangu alikuwa kagulia wanawake. Wali ulikuwa unakagua ni wapi? Mwalimu mzazi wangu alikuwa unasikia? Alete swali juu ya kule. Mzazi wangu alikuwa kule. Na wewe ulikuwa kanisani. Haimaanishi ati mimi ni Muislamu. So wazazi wako ndio walikuwa ni Waislamu lakini wewe ulikuwa kanisani. Unasikia? Haimaanishi ati yeye ni mimi ati kama mimi nipatae kuwa Muislamu. Weka swali juu ya nitakuwa Muislamu na Mkristo. Si amezaliwa ati babaka anaenda kanisa ati pia weka swali wachana hiyo. Si ndio? Swali langu ni nauliza Muhammad tunamuita nabii. Ni gani alikuwa anazitabiri? Nini? Muhammad. Utabiri aliyotabiri. Yeye alitabiri vitu gani? Zikafanyika. Zikafanyika. Utabiri unajua ni ndio nabii wa mwisho. Sasa ametabiri zitakuja kufanyika. Sababu yeye ndio nabii wa mwisho. Zile ametabiri ndio tunasubiri sije sifanyike. So hakuna zile zimefanyika. Ni nabii wa mwisho. Ukisikia wa mwisho maana yake ametutabiria mwisho kutakuwaje, kutatokea hii, kutatokea hii. Bado hatujafika ukingoni, zitatokea nyingi. Kwa mfano alitutabiria hii 43:61 kama sijakosea Qur'ani siafiri katika hizo nyanja. Lakini huwa amenichanganya wale wanasikiza hapa. Mwanzo alikuwa anasema sijui msikitini alikuwa huko. Tena nikamuuliza anasema ati hajai kanyaga tena huko. Sasa sijamwe. Ndio nasemanga watu hajai kanyaga huko. So usaikuwa huko. Sijasema hajai kanyaga huko. Sijasema sijai kanyaga huko na sijawaambia ati mimi ni Muislamu. Anajichanganya. Ndio unaona sasa watu wa aina hii huwezi muelewa. Sasa ni kama anasema alikuwa Muislamu, ni kama anasema hakuwa Muislamu. Sasa haeleweki. Unaona sasa afadhali mtu awe direct. Sijamchanganya hata wao wako hapa wanaona. Time inaenda. Kama anajichanganya apeane nafasi. Wacha tusikie swali ya huyu. Maana hatujamuelewa. Wacha tusikie swali ya huyu. Wacha tusikie swali ya huyu. Rudi nyuma kidogo tusikie swali ya huyu. Somea wewe. Kabisa. Mimi wananiita Salim. Nami naitwa Peter. Peter, Muislamu Mkristo? Mkristo. Hivyo tunajua mtu ni Mkristo. Na ndio huyu nilimuuliza hata swali jina yake akapeleka hivi. Nauliza, mbona msikiti ikitupwa mbwa tuseme kama nguruwe, mbona hiyo msikiti inavunjwa ama mnaiacha? Kumaanisha imani yenu imeisha juu ya msikiti juu ya mbwa ama ni nguruwe? Asante sana. Swali nzuri sana. Hii ndio inaitwa misconception about Islam. Ati anasema mbwa ikitupwa kwa msikiti tunavunja msikiti au ingie tunavunja msikiti. Yaani tujenge msikiti ni 20 million. Mbwa ingie tuvunje na kitu ya 20 million. Na hii uchumi ya Kenya. Sitakuwa sisi wajinga. Hata mbwa Muislamu ameruhusiwa kufuga. Wacha kuruhusiwa kwa msikiti, lakini kwa masharti. Yaani awe ni waku nini? Hiyo ni uongo, hiyo hakuna kitu kama hiyo. Ndio nakueleza. Ni Muislamu mwenzangu aliniambia. Muislamu tu mwenyewe ndio alikudanganya. Alikufuruga kwa sababu hao wote wanaishi na Waislamu na wanajua mbwa akiingia tunachukua maji, tunaosha hiyo sehemu. Unaona tunaendelea na ibada zetu. Manake ni mnyama. Hapo alipopitia tunaosha, tunaendelea kwa sababu ni najisi, ako na vitu labda amekanyaga mavi ama nini, tunaosha, tunaondoa uchafu. Sasa mwenye alikuambia alikudanganya. Nguruwe hatuna chuki yote na nguruwe. Nyama ya nguruwe ndio hatukuli, tumekatazwa kula nyama ya nguruwe kwa sababu ni uchafu. Lakini nguruwe kiumbe cha Mungu. Lakini uweze kukutana naye nguruwe huko ndio ukiwa unaua. Uanze ukimpiga ukimuua ni makosa, unapata dhambi, unamuuliza nini kiumbe cha Mungu? Umeambiwa usile nyama yake. Sasa wanaokuelezeni Uislamu wanakueleza kimakosa. That's why tunatoka msikitini tunakuja hapa tunaambia ulizeni maswali. Sasa mwenye alikuambia alikudanganya. Wewe kwa akili yako msikiti tunajenga na 20 million, ingine 30 million. Wewe unaweza bomoa kwa ajili ya mbwa kuingia? Shuari. Ngamia ni chakula, tunaosha hiyo sehemu na nini? Hata kuku akiingia tunaosha hiyo sehemu. Karibu.
Wanyama kuna sehemu zao za wanyama za kukaa. Na mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Edward Machali. Machali, asante sana. Mimi swali yangu nauliza. Naam. Kwa nini msikiti mtowangi sadaka kama ama fungu la 10? Asante sana. Anauliza kwa nini kwa msikiti hatutoi sadaka wala fungu la 10. Kwa msikiti sio sehemu za kutoa sadaka wala fungu la 10 kwa namna hii. Msikitini tunaenda kufanya ibada, lakini Muislamu kutoa sadaka inakubalika, anatoa sadaka, ila haijawekwa sadaka ni lazima. Kitu kimewekwa ni lazima ni zaka. Zaka kutoa kwa Muislamu ambaye ni tajiri ni lazima, anampa maskini, anatoka katika umaskini. Sadaka pia tunatoa, lakini hatutoi kama nyinyi ati tunapatia ule kiongozi yako pale kwa msikiti, hapana. Sadaka tukitoa tunapea nani? 960 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sadaka hupewa watu hawa. Sadaka hupewa watu hawa mafakiri na maskini. Sikiza, sadaka inapewa mafakiri na maskini. So wewe ili utoe sadaka unaangalia maskini ambao uko naye wa Kiislamu, unaenda unampatia direct. Hiyo inakuwa ni thawabu kubwa sana. Na uwezi kutoa wakati kwenu nyumbani kuna umaskini. Unaanza na kwenu. Ndugu zako? Sasa ndugu yako hajalipa nyumba, amefungiwa nyumba, alafu wewe unaenda kutoa sadaka, itakuwa kichwa yako mbovu. Kwanza chukua ile pesa, lipia nyumba ya ndugu yako nyumba. Hiyo ndio sadaka nzuri zaidi. Watoto wamefukuzwa shule. Mbona pasta wanasema tutoe fungu la 10? Unajua kidogo, unajua ni kazi za watu. Usije ukatuletea tena fitina ya watu. Watu wako kazi, unajua wale. Uwezi waambiwa na mtu utoe sadaka wakati wewe mwenyewe uko njaa. Ndugu yako anafungiwa nyumba, mtoto ya ndugu yako amefukuzwa shule. Inafaa uanze na hiyo. Wamelala njaa wengine. Wengine wamelala njaa. Sadaka imeletwa kwa ajili ya wale watu wanyonge. Lakini wachungaji wenu wanatembea na Range Rover. Sasa wewe kutoa 1000 kupatia mchungaji, itakuwa wewe hata akili yako iende vizuri. Kwa sababu sisi tunaishi hapa Soweto. Wachungaji wengi utawapata wanaishi Kireleshwa ama Runda. Sasa ni watu wamejiweza, wao ndio wanafaa kutoa, sio uwezi chota maji kwa mtungi umwage kwa bahari. Unachota kwa bahari unaweka kwa mtungi. Wa Kristo hata hii lazima muelezwe. Si mnajua. Ngoja kwanza. Huyu kaka ni kaka mzuri, ila ana taimungi ikiisha muda. Nimemuita hapo wakati nilimalizana na mchungaji. Mimi nilikuwa nataka huyo kijana, alikuwa na swali huyu. Si amekuja, ako wapi alete? Huyu nilikuwa nataka akuje. Huyo. Huyo elimu yake iko juu kutuliko. Hiyo nimekubali. Kwa sababu sisi, ngoja usiende sana. Sisi kama ni wachungaji, kama huyu alikuwa hapa au mimi na dini nao, lakini sisi tumekatazwa katika mambo ya Mwenyezi Mungu tusifanyeje? Qur'ani 48:29. Lazima tufuate Qur'ani. Hatuingizangi mambo ya siasa, maneno ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni seriousness. Afadhali niende nikalishe ng'ombe zangu kuliko nitoke huko nikuja hapa nicheze maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona mchungaji alipoelewa aliondoka pole na hakuna kelele iliyopigwa hapa. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu reasonable. Mambo ya Mungu ya 48:29 Qur'an. Sura Ankabut 29:46 Qur'an. Lakini alikuwa anasoma. Ngoja kidogo, kuwa mpole wewe. 29. 46. 29:46. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu, ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Na semeni, tulia, tumeambiwa tusije tukabishana. Unanipata vizuri? So wewe ndio nikakuita, manake wewe najua uko na maswali yako. Kama uko nayo njoo wakati wote. Lakini mtu akiingia ubishi katika maneno ya Mwenyezi Mungu, itakuwa tunapata dhambi kwa sababu tumekatazwa. Sasa umeona nimekaa na mchungaji vizuri, umeona kelele imetokea kama juzi. Si unaona leo muhadhara inaisha vizuri, hata wewe umekuja reti, unaona inaisha vizuri, karatasi yako hujabeba leo, ningemaliza maswali yako. Sasa wewe unakuja reti. Njoo nayo kesho nimalize haya maswali usilimu. Wewe mtu mzuri. Wewe ungesilimu. Na kutambua Karibu sana kesho. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.